Ndugu mgeni rasmi, ni desturi yetu sisi wadau wa tumbaku kuwa na semina na mkutano kama huu ambao unajumuisha watendaji wakuu wa shughuli za masoko ya tumbaku kila mwaka kabla ya kuanza msimu wa masoko. Semina na mkutano huu ambao umeshaanza kufanyika unajumuisha wataalamu kutoka sehemu mbalimbali kama mwenyekiti alivyotambulisha, ambao ni bodi ya tumbaku, natokea ushirika, halmashauri za wilaya ambako tumbaku inalimwa, makampuni yote yanayonunua tumbaku, Torika ambayo ni taasisi ya utafiti, lakini pamoja na viwanda vile vinavyosindika tumbaku. Mazungumzo makubwa ya kikao hiki huwa kwanza ni kufanya tathmini ya msimu wa masoko uliopita. Tunafanya tathmini kuona msimu uliopita wa masoko ulikuwaje, ulikuwa na changamoto zipi, hizo changamoto zilitatuliwa namna gani. Kwa kufanya hivyo tunakuwa tunajiandaa na msimu wa masoko ambao unafuata. Lakini pia inatusaidia katika kikao hiki kujua mwelekeo wa uzalishaji wa zao ambalo tunataka kwenda kuanza masoko. Kwa hiyo tunafahamu kwamba msimu huu wingi wa zao uko kiasi gani, lakini ubora wake ukoje. Tunaangalia na kutathmini kama taratibu za kilimo ziliweza kufuatwa kwa kila mkoa. Tunaangalia na kutathmini swala la hifadhi ya mazingira, lakini pia inatusaidia kujua miundombinu ambayo imetumika kuzalisha zao ambalo liko shambani. Lakini pia inatusaidia pia kujua kama kwenye zao hili jitihada ambazo tunazo kama sekta za kuhakikisha kwamba hakuna utumikishaji wa watoto zipo katika hatua gani. Jambo lingine ni kuelimishana au kukumbushana kuhusu utambuzi wa madaraja, Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hiyo katika kikao hiki hawa wadau ambao wanaenda kushiriki kwenye masoko wanaanza kupitia sifa za madaraja yote ya tumbaku ambayo wao sasa ndio wataenda kutekeleza huko vijijini kwa wakulima. Lakini pia katika kikao hiki tunapitia taratibu za uendeshaji wa masoko ili kuleta uwiano wa uelewa kwa wahusika wote wanaoshughulikia uendeshaji wa masoko. Kwa hiyo kuna kipengele pia cha taratibu za masoko. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikao hiki kwa mwaka huu kilikuwa kifanyike mkoani Singida, lakini kwa maelekezo yako kikao hiki sasa kinafanyika hapa Dodoma. Napenda kukujulisha mgeni rasmi kuwa Singida ni kati ya mikoa ambayo kwa jitihada za serikali kupitia wizara yako ikishirikiana na bodi ya tumbaku kilimo kimefufuliwa upya. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda huko Singida ili kuwaona hao wadau na kuwapa moyo zaidi waendelee na kilimo cha tumbaku. Maeneo mengine ambayo tumefufua kilimo ni mkoa wa Iringa, lakini pia tumefufua Biharamulo kule, Chato, Kakonko, Kibondo, na tunaendelea na jitihada kufufua Serengeti, lakini pia na Kilosa. Naomba kutumia fursa hii Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba katika mabadiliko haya ya kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji na tunapata soko zaidi ya tumbaku letu, kutakuwa na milima na mabonde. Mabadiliko yote yanahitaji jasho na ikiwezekana jasho la damu, lakini kamwe kama nchi tusipoteze mwelekeo. Tuendelee kusimama kwenye mwelekeo, tuendelee kuhangaika kutafuta masoko ya tumbaku, tuendelee kuhakikisha kwamba uzalishaji wa tumbaku yetu katika nchi yetu unaongezeka. Ndugu mgeni rasmi, katika msimu huu pia naomba kutumia fursa hii kukutaarifu kwamba tumefanya mabadiliko ya madaraja ambayo yataenda kutumika katika masoko ya msimu huu. Tumefanya hivyo ili kwanza kuboresha na kutoa kasoro ambazo zilikuwepo, ambazo zilikuwa zinalalamikiwa na wadau mbalimbali. Moja ya kasoro hizo ni kwamba baadhi ya majani kwenye mmea
yalikuwa hayana sehemu ambayo ni sahihi ya kuwekwa. Mfano, majani ya kasi ya mmea yalikuwa yanaleta mzozo kwa hawa watendaji. Wengine wanasema yawekwe kama majani ya juu, wengine wanasema yawekwe kama majani ya chini. Lakini kwa mfumo ambao tumeutengeneza kwa sasa, hili tatizo limeweza kutatuliwa. Jingine ni kwamba yale majani ambayo ni mepesi, majani ya juu ambayo ni mepesi, na yenyewe sasa yameweza kutafutiwa ufumbuzi kwamba yakae kwenye daraja gani. Kufanya hivi pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, kumesaidia kupunguza madaraja ambayo yalikuwa na adhabu kwa mkulima kutoka madaraja 17 na tumebakisha madaraja yamebakia 4. Lakini pia imesaidia kupunguza madaraja ambayo yalikuwa na bei ndogo. Kwa msimu huu tulikuwa na madaraja mengi ambayo yalikuwa na 0.0.0 takriban madaraja 32, lakini kwa msimu huu tutakuwa na madaraja 22. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mfumo huu wa madaraja unaenda kumnufaisha mkulima zaidi. Lakini hii imetusaidia pia kwamba mfumo huu wa madaraja kwa asilimia kubwa unafanana sasa na nchi ambazo ni shindani, nchi ambazo tunashindana kibiashara katika ukanda wetu, nchi kama Malawi, Zimbabwe, Zambia. Na hii itatusaidia kama nchi kuona kama tunaenda vizuri au namna gani. Unaweza kujipima vizuri na washindani wako pale ambapo mnaenda njia moja, lakini ingekuwa vigumu sana kujua kwamba sisi tunaenda vizuri kama nchi kama mfumo wetu ni tofauti na wenzetu. Kwa hiyo itatusaidia sana kuongeza kuweza kuona kama tunaendaje, lakini pia kutusaidia kuongeza ushindani wa masoko yetu ya tumbaku. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba mfumo huu wa madaraja, kila mmoja wetu hapa atafanya kila wezavyo kuhakikisha kwamba anaenda kutenda haki kwenye masoko na kuhakikisha kwamba mkulima lakini pia mnunuzi wote wananufaika katika biashara ya tumbaku. Naomba nitoe onyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna baadhi ya wadau ambao wanafikiri wanaweza wakafanya mambo yao ambayo haiwezekani ili mfumo huu usiweze kuonyesha tija. Naomba niwaombe sana wote tuende kama kitu kimoja. Mfumo wa madaraja wa nchi yetu umebadilika, wote tuende sokoni, wote tukatende haki. Serikali katika msimu huu inataka kuona kwamba kila mmoja wetu anatenda haki katika soko, na yule ambaye ataona yeye hafanyi hivi, haoni haja ya kutenda haki, basi atakuwa hatufai kwenye sekta yetu, na kwa kweli tutamchukulia hatua za haraka sana. Mimi nimeelekezwa na wizara kwamba nitapimwa utendaji wangu kwa kuangalia masoko yanafanyikaje. Kwa hiyo na mimi nawaambia nitampima kila mtu kwa kuangalia kwamba yeye anafanyaje masoko ya tumbaku katika eneo lake. Si ndio utaratibu jamani? Kwa hiyo mkinizingua tuwazinguane. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia ratiba yako jinsi ilivyokaa, naomba nisiendelee kuongea, badala yake niweze kukukaribisha wewe hapo ili uweze kuja kuongea nasi na kutufungulia mkutano wetu huu wa appreciation mwaka 2021. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana.